tena ambayo Mungu imekupendeza watoto wako, umetupa kibali kwa asubuhi ya leo kuingia katika hema yako takatifu. Kama ambavyo Bwana kila wakati unatusisitiza na kutukumbusha kwamba tusiache kukusanyika mahali ambapo Bwana umepakusudia ili uweze kulikalisha jina lako. Tupate kupata maarifa kutoka kwako, upate kuzungumza nasi Bwana kila wakati kwa kadiri ambavyo Bwana inakupendeza. Mungu uiduminiwe, utukuzwe kwa namna ambavyo Bwana tunakusifu kila wakati, tunakuimbia kila wakati, tunatafakari matendo yako kila wakati. Lakini kwa neema yako Mungu imekupendeza tena tuwepo mahali hapa. Tujalie Roho wako Mtakatifu anayeweza kutufundisha, kutushauri, kutuongoza kila wakati pale ambapo Bwana tunahitaji msaada wako. Roho wako Mtakatifu ni mwaminifu sana, ambaye tunaamini tuko pamoja naye mpaka ukamilifu wa dahari. Asante kwa ajili ya mmoja mmoja. Asante kwa ajili ya taifa lako la Tanzania. Asante kwa ajili ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante kwa ajili ya viongozi wote walioko chini yake Bwana, kwa kuendelea kuwapa hekima, maarifa yanayotoka kwako ili waweze kusimama katika nafasi zao tofauti tofauti kwa ajili ya kuliongoza taifa lako la Tanzania. Mungu imidiwe, utukuzwe Bwana. Asante kwa ajili ya Watanzania wote ambao Bwana umewapa kibali siku ya leo kuamka salama. Baba, nakushukuru kwa ajili ya wagonjwa wote walioko majumbani, walioko hospitalini. Asante hata kwa ajili ya wasafiri wanaosafiri baharini, angani na nchi kavu, kwa namna ambavyo Bwana unaendelea kuwasaidia kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya mmoja mmoja. Asante kwa ajili ya familia zetu. Asante kwa ajili ya ndugu zetu. Asante kwa ajili ya kanisa lako. Asante kwa ajili ya hawa watu wako ambao Bwana umeungana pamoja nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii ambao Bwana anatufuatilia kuanzia sasa. Bwana Yesu, najikabidhi mikononi mwako, lakini pia namkabidhi mikononi mwako mtumishi wako ambao Bwana umemkusudia kwa wiki hii kuendelea kusema na kanisa lako Bwana. Baba, endelea kumjaza hekima na maarifa yatokayo kwako kwa ajili ya utukufu wako. Bwana Yesu, kufafanusha kule kunakotutia nuru kunatuondolea ujinga. Neno lako ni nuru, neno lako ni ngao, lakini neno lako hatuwezi kulielewa kama hatuna Roho wako kutufafanushia maneno yako. Tupate kuelewa kile ambacho Bwana amekikusudia tukijue. Hiyo ni kwa ajili ya utukufu wako. Mbariki mmoja mmoja. Kuna wengine Bwana wameanza safari zao kutoka majumbani mwao kuelekea makazini kwao. Baba, endelea kuhusika pamoja nao. Husika na mtu huyo Bwana anayenisikia sasa, yuko kwenye usafiri huu, anausafiri sasa. Baba, msaidie anapotafakari neno hili na kusikia ujumbe kutoka kwako. Msafirishe salama, umfikishe salama. Hiyo ni kwa ajili ya utukufu wako. Umidiwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na kuna wengine sasa wameamka, wameketi kwenye makochi yao, wameketi kwenye viti vyao, wengine wako vitandani mwao wakitufuatilia sasa kwa namna ambavyo Bwana imekupendeza. Endelea kuwasaidia, weka hekima ndani yao na maarifa. Baba, kwa neema yako tufunulie akili zetu zikapate kuelewa na maandiko. Baba, kwa neema yako, kwa macho yetu ya mioyo yetu akapate kutua nuru, tukajue tumaini la wetu ambalo Bwana umetuitia. Hiyo ni kwa ajili ya utukufu wako. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu, kanisa tuseme amen. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Asanteni sana praise team kwa kazi ambayo Bwana ameiweka ndani yenu. Mungu awabariki sana. Tunaendelea na somo letu linalosema jifunze kupita, jifunze kutulia unapopita kwenye kipindi cha giza. Jifunze kutulia unapopita kwenye nyakati ngumu. Jifunze kutulia unapopita kwenye mazingira ambayo kwa kweli huwa yanaumiza sana. Kwa kweli huwa yanafika mahali yanatukatisha tamaa. Kwa kweli huwa inafika mahali tunajiona kama vile Mungu ametuacha. La hasha. Hapana, Mungu huwa hatuachi. Japokuwa Mungu huwa anaruhusu kipindi hicho kipite ili kuweza kukujaribu wewe, kuipima imani yako, kuweka vitu kaza wa kaza ambavyo haviko ndani ya moyo wako kwa lengo la kukukamilisha na kukuthibitisha, ili baadaye uweze kusimama katika nafasi ambayo Mungu anaikusudia usimame kwa mujibu wa kitu alichokiweka ndani ya moyo wako. Kwa kila mtu ambaye ameletwa hapa duniani hakuja kwa hasara, alikuja kwa kusudi maalum ili alikamilishe kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yake. Sasa ili Mungu
aweze kukusaidia kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, lazima aruhusu kipindi kigumu, kipindi cha majaribu, kipindi cha mateso, kipindi cha kuugua, yani kipindi cha ziki, kipindi cha kujiona kwamba wewe kana kwamba hauko kwenye ulimwengu huu, kana kwamba wewe ndio unaonewa sana. Pana, Mungu huwa anaruhusu hicho kipindi kipite kwako kwa lengo la kukukamilisha, kwa lengo la kukuthibitisha, kwa lengo la kuipima imani iliyoko ndani yako, ili itakapothibitika unaweza kusimama katika nafasi ambayo Mungu amekusudia uweze kusimama. Bwana Yesu asifiwe sana, wateule wa Bwana. Hata wewe unayenifuatilia kwenye kipindi sasa hivi, usijione mnyonge, usijione kwamba wewe ndio kabisa maisha yako ndio yameishia hapo. La hasha. Kipindi cha giza huwa ni kipindi cha msimu tu, ni kipindi kifupi sana. Endapo utazingatia kusikia sauti ya Mungu na ukatulia katika kipindi hicho, hakika Mungu anakuvusha. Huwa sio kipindi kirefu sana. Sasa jana tulikuwa tunazungumzia habari ya nini chanzo cha kumfanya mtu aingie kwenye kipindi cha giza. Tuliona vitu kaza wa kaza vinavyomfanya, ama tuliona mambo kaza wa kaza ambayo yanamsababisha mtu kuingia kwenye kipindi cha mateso, kuingia kwenye kipindi cha kukatishwa tamaa. Hivyo tukaona jambo la kwanza ni Mungu mwenyewe anayeweza kukufanya wewe ukaingia kwenye kipindi cha mateso, kipindi cha giza, kipindi cha kigumu katikati ya maisha yako, kwa lengo la kwamba Mungu lazima ipime imani yako kwanza. Na wakati anaipima imani yako, kuna vitu kaza wa kaza ambavyo havijakamilika ndani ya moyo wako, huwa anavileta kuvizipitisha. Sasa ili uthibitisho uthibitike, ni lazima akupitishe aidha kwenye ugonjwa, aidha kwenye uhitaji wa jambo fulani, aidha kwenye nyakati ngumu fulani ambazo wewe kiwakili yako huwezi kutoka, lakini unaweza kutoka kwa msaada wa Mungu endapo utakubali kutulia unapopita kwenye hicho kipindi. Tuliona mfano mojawapo, Ayubu alipopitishwa kwenye kipindi kigumu, Mungu mwenyewe aliruhusu kabisa, akamruhusu shetani ili aweze kumjaribu kwa sababu ya kile ambacho Mungu alimbariki Ayubu, kile Mungu alichomfanyia Ayubu katika maisha yake. Lakini maandiko yanatuambia Ayubu alivyokubali kutulia kwenye kile kipindi, Mungu alimvusha, na baada ya kumvusha, maandiko yanatuambia Mungu alikuja kumbariki vitu vingi kuliko vile alivyokuwa navyo mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na tukaona kitu kingine ambacho kinaweza kumfanya mwanadamu aingie kwenye kipindi cha giza ni mtu mwenyewe. Wewe mtu mwenyewe. Mtu mwenyewe unaweza kujisababishia wewe mwenyewe ukaingia kwenye kipindi cha matatizo kwa tamaa yako mwenyewe. Tunaona mfano kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ya 16, ile Biblia familia ya mtumishi wa Mungu Ibrahimu walipokosa mtoto, yule mama akamshauri mume wake kwamba aingie kwa yule mjakazi Hajiri, na kweli walivyosikilizana wakawa wameingia kwenye kile kipindi. Mtoto akapatikana anaitwa Ishmaeli, lakini si wa kusudi la Mungu. Lakini walipotambua makosa yao, walikaa wakatulia, Mungu akawabariki kupitia tumbo hilo hilo la Sara kwa namna ambavyo wao hawakutegemea. Mtoto alipatikana akiitwa Isaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini tunajizungumza? Biblia inatuambia kwamba apandacho mtu ndicho atakachovuna. Unapopanda katika mwili utavuna uharibifu, unapopanda katika roho utavuna uzima wa milele. Mtu mwingine tena anaweza kukusababisha kuingia kwenye kipindi cha giza ni watu wa karibu yako, wanaweza wakawa chanzo cha kukuingiza kwenye kipindi cha giza. Tuliona kwenye mfano wa kitabu cha Zaburi ile sura ya 55 mstari wa 12 hadi ule mstari wa 14, tunaona kabisa kuna watu wako karibu ya Daudi, lakini Daudi alijaribu kuwashirikisha mipango yao kaza wa kaza, lakini baadaye hao watu wanakuja kumgeuka, wanakuwa adui zake kwa sababu ya kuwashirikisha mipango yake. Tukaona kwamba hata Yesu mwenyewe hakutaka kujiaminisha kwa watu kwa sababu alijua mawazo ya watu yaliyoko ndani ya mioyo yao, kwamba mwanadamu anaweza akabadilika wakati wowote, kwa sababu ndani ya mioyo ya watu kumejaa mawazo mabaya, na mawazo mabaya hayo yanaweza kumtia mtu unajisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unapokuwa kwenye kipindi cha giza, tukajifunza kwamba unapokuwa katika kipindi cha giza, nini ukitarajie kukiona kupitia kipindi hicho? Tukaona jambo la kwanza, kwenye kipindi cha giza tarajia utakataliwa, utazarauliwa, utasemwa vibaya kwa sababu ya hali ulio nayo. Tukaona mfano mzuri kwa Hana mtumishi wa Mungu aliyekuwa kwenye familia ya mtu anaitwa Elikana.
Huyu Elikana alikuwa na wake wawili. Huyo wa kwanza alikuwa anaitwa Hana. Alivyoonekana kwamba hapati mtoto, mme akaongeza mke mwingine aliyekuwa inaitwa Penina. Penina yule alikuwa ni chanzo cha kuleta mabaya, chanzo cha kumuingiza katika wakati mgumu. Mke mkubwa aliyekuwa anaitwa Hana, baada ya kusemwa sana, kuchokozwa sana, kwa sababu Mungu alikuwa amelifunga lile tumbo la Hana lisipate mtoto, lakini alisemwa, alikataliwa, alitengwa kwa sababu ya hali aliyokuwa nayo. Kwa hiyo tukasema kwamba Mungu unapomlingana Bwana katika mazingira hayo, Mungu huwa anafanya njia pasipokuwa na njia. Tuliona Mungu akilifungua lile tumbo na Hana akapokea mtoto aliyekuwa anaitwa Samueli, na akasema kwa kuwa nalimuomba kwa Bwana. Jambo lingine tukajifunza, unapokuwa unapita katika kipindi cha giza, tarajia kukosa hata mtu wa kukuombea. Watakuacha upambane na hali yako. Tukaona ule mfano, Yesu mwenyewe amewachukua wale wanafunzi akawapeleka kwenye ile bustani ya Getsemane, akasema ketini hapa muombe pamoja nami. Roho yangu iko razi lakini mwili ni dhaifu. Akasema ninaugua, yani moyo wangu unaugua kiasi cha kufa. Sasa ketini basi hapa muombe pamoja nami. Lakini wale wanafunzi aliwajia si chini ya mara 3, anawakuta wamelala. Maana yake ndani yake hawakuwa na mzigo wa kuweza kumsaidia kumuombea Yesu alipokuwa anapita kwenye kipindi kigumu. Kwa hiyo unapopita kwenye kipindi kigumu, tarajia kwamba hautaweza kupata msaada wa watu kukuombea. Japokuwa nilikuwa natoa mfano kwamba unaweza kumwambia jirani yako au mpendwa mwenzako kwamba ndugu yangu napita kwenye wakati mgumu sana, naomba uniombee. Na kweli hawezi kukatisha tamaa za kwamba nitakuombea, lakini hawezi kuomba kwa sababu ndani hana mzigo. Mungu amekuacha upambane mwenyewe. Yesu mwenyewe akaendelea kuomba. Maandiko yanatuambia Mungu akamtuma malaika akamtia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Na alipomtia nguvu wala hakutegemea maombi ya mtu mwingine, Mungu akawa amemwamalisha, akawa amemwandaa kwa ajili ya kukutana na kitu kinachoitwa msalaba. Na pale pale msalabani aliendelea tena. Anadhani kwamba Yesu amebaki peke yake, akafika mahali akasema Eloi Eloi lama sabachthani, Mungu wangu mbona umeniacha? Maana yake mbingu ziliamua kukaa kimya. Unafikiri mbingu zingemjibu Yesu tungepata wokovu? Tusingepata wokovu. Mbingu zilinyamaza kimya ili Yesu athibitike, na baada ya kuthibitika akamilishwe, awe sababu ya wokovu kwa watu wote watakaomtii yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapopita katika kipindi cha giza, tarajia kukosa hata mtu wa kuweza kukuombea. Jambo lingine tukaona, unapopita kwenye kipindi cha giza, tarajia kwako kuona giza, lakini kwa jirani yako unaweza ukayaona mafanikio. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaona ule mfano wa taifa la Israeli walipoingia katika nchi ya Misri. Kipindi kile Mungu anaachilia mapigo. Unaposoma kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 10 mstari wa 21 hadi 23, maandiko yanatuambia Mungu alipomwambia Musa aachilie pigo, anyooshe mkono wake kuelekea mbinguni, kukawa giza juu ya nchi ya Misri. Lakini katika makao ya wana wa Israeli walipokuwa wamekaa kule Gosheni, kuliendelea kuwa na mwanga. Unaweza ukashangaa mtaa fulani kuna umeme, lakini mitaa mingine hakuna umeme. Kwa maana kwamba kuna mafanikio upande mmoja na hakuna mafanikio upande mwingine. Tukaja tukaona kwamba kuna mifano kadha wa kadha. Nikajaribu kukuambia hata mimi mwenyewe nilipita kwenye kipindi kigumu kipindi fulani. Niko napenda kwenye daladala na muona mtu anakunywa maji, alafu anakunywa tu kidogo alafu anatupa chupa huko. Na jamaa, huyu jamaa kwa nini hata kama mimi na kiu jamani, mbona hivyo? Au kwa jirani yako unakuta kabisa kwa jirani wanakula, wanashiba, wanatupa chakula, lakini wewe jirani yako hapo unamtazama tu, hata umelala usiku kucha hamna chakula, hata 100 tu wenyewe huna. Kwa hiyo tarajia sana kukutana na vipindi kama hivyo, lakini endelea kumtumaini Bwana, na Bwana anaweza kufanya njia pasipokuwa na njia. Jambo lingine tukaona, unapokuwa unapita katika kipindi cha giza, tarajia Mungu atakuacha peke yako ukizani kuwa amekuacha, kumbe yuko pamoja na wewe. Anachotaka tu kufanya hapo akuone, akupime, akujaribu, ili utakapothibitika akupeleke ile ngazi ambayo amekusudia ufike. Tukaona mfano kwenye kitabu cha Mathayo mtakatifu ile sura 27 mstari wa 45 hadi 46. Tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9.
Sasa Mungu alimwacha Yesu kwa masaa matatu. Alimwacha Yesu kwa masaa matatu akipata shida. Ndio maana Yesu anasema Eloi Eloi lama sabakitani. Yaani Mungu wangu mbona umeniacha? Mbingu zilinyamaza kimya ili kumthibitisha Yesu awe sababu kwa watu wote kuwa yeye ndio Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na leo sasa tunataka tuendelee na kipengele kingine. Tunaendelea kuona kwamba unapopita kwenye kipindi cha giza, tarajia utaona nini unapokuwa katika hicho kipindi. Utakutana na kitu gani? Jambo lingine ambalo tunaendelea nalo sasa hapa, unapokuwa katika kipindi cha giza, tarajia Mungu atakuonyesha njia. Hebu sema tarajia Mungu atakuonyesha njia. Sema tarajia Mungu atanionyesha njia. Nitarajie kabisa, kumbe napopita kwenye kipindi kigumu, Mungu mwenyewe nitarajie atanionyesha njia. Lakini njia hii inaweza kuwa ngumu na yenye changamoto. Tarajia kabisa Mungu atakuonyesha njia, lakini njia hiyo itakuwa ni ngumu, lakini itakuwa na changamoto kubwa sana. Lakini Mungu atakuvusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile kitabu cha Isaya ile sura ya 43 mstari wa 19, Biblia inasema tazama nitatenda neno jipya sasa litachipuka. Tazama nitatenda neno jipya. Yaani anakualati kabisa unapokuwa kwenye kipindi kigumu. Tazama atatenda neno jipya sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Atafanya njia hata jangwani. Wale ambao mnajua jangwani kunakuwa na vitu gani? Kuna changamoto nyingi sana jangwani, lakini Mungu anaahidi unapokuwa katika kipindi kigumu cha giza, atafanya njia jangwani na atatengeneza mito ya maji nyikani. Nyikani hakunaga mito, lakini Mungu anahakikisha kwamba katika jangwa hilo hilo, katika nyika hiyo hiyo, atafanya maji na utakunywa na utakula. Bwana Yesu asifiwe. Tunamuona Yusufu alipokuwa anapita kwenye kipindi cha giza cha kukataliwa na ndugu zake, lakini Mungu, wale ndugu zake walimfanya kwa sababu ya kumsogeza Misri, wakamuuza wakifikiri kwamba ndio wamempoteza kabisa. Mungu anafanya njia ya kumkabidhi katika familia moja ya mtu mmoja anaitwa Potifa. Alipofika pale, Mungu akambariki kupitia Potifa. Yusufu akawa baraka katika ile familia. Lakini haijaishia tu hapo. Yusufu akafika mahali anatengenezewa zengwe na yule mama wa pale, kwa kiasi kwamba Mungu, yule mama anamtamani Yusufu ili alale naye. Lakini Yusufu akigundua na kujua kwamba yuko kwenye kipindi kigumu, aliendelea kutulia katika kile kipindi kigumu, japokuwa aliendelea kulazimishwa alale na yule bwana na yule mama. Alikataa Yusufu, akakimbia. Alivyokimbia, yule baba akaja akapewa taarifa kwamba Yusufu amefanya vitu vya ajabu sana katika familia ile. Baba wa familia akamsikiliza mke wake. Wakati huo sasa alikuwa na mamlaka, alikuwa ni akida wa jeshi. Akafika mahali akampeleka gerezani Yusufu kwa hila tu. Lakini Mungu alifanya njia tena. Wakati kule Yusufu yuko kwenye jangwa, yuko gerezani, Mungu alimsaidia. Na baada ya kumsaidia, tunamuona Yusufu anakuja kuibuka katika ufalme wa Farao. Anaonekana kwamba yeye ndiye anayefaa, anaonekana kwamba yeye ndiye anaonekana kwamba ni mwamba, yeye anaonekana ana akili, anaonekana na roho wa Bwana. Kwa nini? Yusufu anaonekana ni wa maana. Sikiliza, nataka nikwambie. Unaweza ukamuona mtu amefanikiwa sana na usijue amepitaje. Kuna watu wengine wanafika mara wanasema kwamba mimi natamani sana kuwa kama fulani. Usitamani kuwa na mtu fulani, kwa sababu huwezi kujua amepita njia gani mpaka Mungu anakwenda kumfikisha pale. Hiyo ni lazima uzingatie. Lazima uzingatie. Mafanikio ya mtu yoyote ukianza kumuuliza kwamba ametokea wapi, atakwambia changamoto nyingi sana amezipitia. Hawafiki tu kirahisi rahisi. Hawafiki tu kirahisi rahisi. Usimuone mtu kasimama kwenye nafasi fulani ukafikiri kwamba amefika tu kirahisi rahisi. Hapana, kuna changamoto amezipitia pale za kumthibitisha mpaka anasimama pale. Ndio maana tunaona Yusufu sasa amekwenda kusimama kwenye taifa la Israeli, la Misri kama waziri mkuu.
kwa kuamua na kuonekana kwamba ana akili kuliko wale wote waganga wenye hekima wote walioko kwa Farao pale. Nami nataka nikuambia asubuhi ya leo, hata kama unapita kwenye kipindi kigumu, Mungu atafanya njia pale pasipokuwa na njia, ili wewe uone japokuwa ile njia ni ya changamoto kubwa sana, ni ya kukufanya usimame katika kusudi ambalo Mungu amekusudia usimame. Endelea kumwamini Mungu, endelea kumtumaini Mungu, endelea kumtegemea Mungu, kwa sababu anasema kuna vitu vitatu vinadumu katika nyakati ngumu: tumaini, imani na upendo, na hilo kubwa ni upendo. Kwa hiyo wewe endelea kumpenda Mungu, endelea kuwapenda jirani zako na maadui zako wapende. Unapoendelea kuwapenda, unawatengenezea namna ambavyo Mungu anaweza akawaadhibu, na anapokwenda kuadhibu wale, Mungu anakusimamisha na jina la Bwana linaendelea kutukuzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona Yusufu alipambana kwa kumtegemea Mungu, na Mungu akafanya njia pasipokuwa na njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnamkumbuka yule mnyang'anyi aliye kwenye kitabu cha Luka sura ya 10 ule mstari wa 30 mpaka 37. Yule Myahudi mmoja alipokuwa kisafiri, anafika mahali wakamzingira, wakampiga wale wanyang'anyi. Baada ya kumpiga wale wanyang'anyi, maandiko yanasema kuhani alipokuta akampita pale, akampita kando. Akaja Mlawi naye akapita kando. Sasa yule Msamaria, kuna ghafla binivu Mungu akamtafuta mtu mmoja anaitwa Msamaria ambaye hachangamani kabisa na Wayahudi. Alipofika mahali akamuona, akamuhurumia, akamtia jeraha zake na divai. Mwisho wa siku akambeba, akampeleka mpaka kwenye nyumba ya wageni, na akaenda akalipa na kiasi chote ambacho yule bwana alichokuwa akikihitaji kwenye ile guesti, kwenye ile nyumba ya kulala wageni. Kwa hiyo huduma zote alizilipia yeye, kila kitu alikifanya yeye. Kwa nini nataka kuzungumza? Unaweza ukawa napita kwenye wakati mgumu sana, usitarajie kuona kama mwanadamu anaweza akakusaidia, lakini Mungu huwa na njia zake ambazo huwezi kuzitafakari kwa akili yako, huwezi kuzitegemea kwa maarifa yako. Sasa tunaona huyu bwana wa Msamaria asiyechanganyikana na Wayahudi anakuja kutoa msaada. Ndio maana nakwambia Mungu anafanya njia pasipokuwa na nini? Na njia. Watakukataa, sawa ndugu zako, acha wakukatae, lakini from nowhere ataleta kile ambacho Mungu, hata wao jirani zako atashangaa, nani amemsaidia huyu? Wakijema kwa kifikiri kwamba ndio wamekumaliza kabisa. La hasha. Mungu yuko pamoja na wewe. Endelea kumtumaini, endelea kumlingana Bwana, na Bwana ataendelea kukufungua, na Bwana atakutoa mahali ambapo ulikuwa huwezi kutoka, kwa sababu yeye ndio mwamba, na yeye ndio kiongozi wako, na yeye ndiye anayeweza kukusaidia kwa kila jambo ambalo Bwana unalipitia. Yeye anaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapopita kwenye kipindi hiki, usitarajie kuona kwamba eti mimi ndio nimeisha kabisa. Hapana. Watu wanasema sterling huwa hauawi. Sterling hauawi. Mwisho wa picha kabisa unamwona huyo ndo anaibuka, ndo anakuwa mshindi. Na wewe ukawe mshindi kama sterling anavyoshinda kwenye mamuvu ambayo tunayaona kila wakati, kutujulisha kwamba Mungu anaweza kufanya jambo pasipokuwa na nini? Na akili ya mwanadamu kutegemea kwamba Mungu anaweza kufanya kitu ambacho hata mwanadamu anaweza akashangaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Vile vile unapopita katika kipindi cha giza, unapokuwa katika kipindi cha giza, tarajia Mungu kukufundisha kumtegemea yeye peke yake. Tarajia Mungu atakufundisha kumtegemea yeye peke yake, bila kutegemea nguvu zako au msaada wa watu wengine. Unapokuwa katika kipindi cha giza, tarajia Mungu kukufundisha kumtegemea yeye peke yake, bila kutegemea nguvu zako au msaada wa watu wengine. Tuone mfano wa huyu mtu ambaye alikuwa anapita kwenye kipindi kigumu. Mungu akamfundisha kumtegemea yeye bila kutegemea nguvu zake wala msaada wa watu wengine. Kitabu cha Wakorinto wa pili ile sura ya 1 mstari wa 8 na wa 9, maandiko yanasema, kwa maana ndugu zangu, hatukuwafichia ninyi huzuni yenu iliyokuwa kubwa na ya ajabu ambayo tuliipata huko Asia. Huyo ni Paulo anazungumza kwamba tulijitahidi hata kupoteza tumaini la kuishi.
walikuwa napita kwenye kipindi, tulipoteza hata tumaini la kuishi, lakini tulijiona kuwa sisi wenyewe tumekufa. Wakajiona kwamba wao wenyewe wamekufa, ili tusije ili tusije tukatufikiria kuwa tumekwenda mbali sana, lakini ili tuweze kumtegemea Mungu ambaye huishi na ufufua wafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni Paulo anazungumza. Kwa hiyo katika kipindi cha giza, mara nyingi tunajikuta katika hali ambapo tunakosa msaada wa watu, au tunajiona kuwa hatuwezi tena. Huu ni wakati ambapo Mungu anataka tufahamu kuwa yeye ndiye chanzo pekee cha msaada wetu. Hapa Paulo anasema kuwa alikubaliana na hali ya kukata tamaa ili kumtegemea Mungu peke yake. Hii ni ishara kwamba hata katika majaribu makubwa tunapaswa kutegemea imani yetu kwa Mungu kuliko kutegemea watu wa hali zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnamkumbuka Elia alipokuwa amemkimbia Yezebeli, kipindi kile amepewa uwezo mkubwa na nguvu kubwa katika imani aliyokuwa nayo, akazuia mvua isinyeshe kwa muda wa miaka 3. Si mnakumbuka? Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yezebeli alivyomtangazia kwamba mimi nakuja kukutandika na kukuua na kukatilia mbali kabisa, alikimbia kwa sababu ya hofu, akaenda akajificha kwenye kijito kimoja kinaitwa Kerithi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati alikuwa pale, kumbe Mungu alianza kumfundisha ili asitegemee msaada kutoka kwa wanadamu, asitegemee msaada kutoka kwa mtu awaye yote. Mungu wakati yuko kwenye kile kijito cha kumsaidia kupata maji, Mungu akaona haitoshi, akamwamuru kunguru kutoka ikulu pale pale kwa Yezebeli, akakuwa anachukua mkate anamletea Elia wakati yuko kwenye nini? Kwenye kijito cha Kerithi. Sasa hebu angalia, piga tu maajabu. Hivi kunguru kweli anatoka ikulu anachukua mkate alafu anamletea Elia anakula? Si jambo la ajabu sana. Na mara nyingi kunguru tunawaona, ukijipindua tu kidogo kashabeba nguo, ukijipindua kidogo kashabeba sabuni, ukijipindua kidogo kashabeba hivyo. Lakini kunguru Mungu alimtumia kuchukua mkate kutoka kwenye ikulu hilo ya Yezebeli kuleta kwa nani? Kwa Elia, na Elia akaishi kwa bila shida kabisa. Nami nataka nikuambie usihofu kwa hayo unayoyapitia. Mungu anacho chakula cha kukulisha. Haijalishi unapita kwenye mazingira magumu, haijalishi unapita kwenye nyakati ngumu, haijalishi unapita kwenye mateso, wakifikiri kwamba ndio wamekumaliza. La hasha, hawajakumaliza. Mungu yuko pamoja na wewe. Ujapopita katika maji mengi, maandiko yanatuambia hayatakugarikisha. Unajopita katika moto, maandiko yanatuambia moto hautakuteketeza, bali Mungu ataendelea kuwa pamoja na wewe ili akuokoe. Atakuokoa kwa staili gani? Atakuletea maji, utakunywa. Atakuletea chakula, utakula. Mungu yuko pamoja na wewe. Kuna mtu mmoja alishaye kunipa ushuhuda. Kuna mahali alipita kwenye kipindi kigumu sana miaka kadhaa iliyopita, akapata ajali mbaya sana, lakini alikaa nyumbani miezi 5, isiyopungua miezi 5. Lakini Mungu aliendelea kumtia nguvu, akawa anamletea watu wa kumpa msaada, anamletea watu wa kumpa. Yuko ndani miezi 5. Mungu akamwinia bila kutarajia. Wale watu wanatoka wapi? Mungu akamletea watu hao, wako nampa msaada, wenye hela, wenye chakula, kwa muda wa miezi 5. Baada tu ya yeye kupona na kujiona kwa katika hali ya kawaida, wale watu wakakatika. Nini nataka nikwambie? Mungu alimsaidia kwenye kile kipindi ambacho kwa nini? Alikusudia kumpitisha kwenye ile hali ili amtoe hapo, ampandishe mpaka hapo alipo kwa sasa. Kwa nini mimi nataka nikwambie, Mungu anapotaka kukupeleka mahali ni lazima tu. Ndio maana Elia baada tu ya kile kijito kukauka, Mungu akamwambia sasa kuna mwanamke mwingine nimemwandaa kule Sarepta, nenda atakulisha. Nimeongea naye atakwenda kukulisha. Na kweli Elia aliposikia neno la Bwana akaamua kwenda kwenye kile kijiji, kwenye ule mji wa Sarepta, akamkuta mama mjane. Na yule mama mjane naye anasema amebakisha tu kikonzi kimoja ili wapike wale wafe. Ndio maana Elia
wana uwezo mkubwa mbele za Bwana, akiamini kwamba Mungu anaendelea kumtumia, akamwambia nipe kwanza mimi, nitengenezee kwanza mimi nile. Ilikuwa ni muujiza mkubwa sana. Na imani ile iliyokuwa kwa yule mama ilikuwa iwe ni imani kubwa sana. Yule mama akajiuliza, hivi nikimpikia ndio hale afu na mwanangu tena si ndio atakufa? Akafanya hebu ngoja ni kwa imani nipike. Sababu ndio alikuwa ameshasemeshwa yule mama, naye alikuwa anajua kabisa kuna mtu atakuja, lakini ameamuliwa amlishe. Kumbe ilikuwa ni Elia. Na kweli akamlisha. Alivyomlisha, mtumishi wa Mungu akatamka, pipa hili wala hiyo pipa la chakula na ule havitapunguka mpaka kipindi nitakapotoka mahali hapa. Ni kweli Elia akaendelea kuishi mpaka ile miaka 3 aliyosimamisha mvua isinyeshe ikatimia ikawa kwa yule mama, na jina la Bwana likaendelea kufanya nini? Kutukuzwa. Hata mimi nataka nikwambie, nikutie moyo ndugu yangu, unapopita kwenye kipindi kigumu, unapopita kwenye usiangalie kile wanachokusema, usiangalie adui yako amekwenda kinyume na wewe, mtazame Mungu. Ndio maana maandiko yanatuambia, Daudi alipofika akasema nitatazama milima, msaada wangu utapatikana wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Daudi akamsaidia, akafanya njia pasipokuwa na njia, akamtengeneza, akamfanya kwamba ajifunze kumtegemea Mungu bila kutegemea mwanadamu awaye yote. Kumbe Mungu anawezekana. Mwambie jirani yako, inawezekana kabisa kumtegemea Mungu na Mungu akafanya jambo pasipo kumtegemea mwanadamu. Yeye mwenyewe huyo anainua watu kuja kukusaidia wewe, sio kwa matakwa yako mwenyewe. Yeye anawatuma watu. Ndio maana anasema kwamba uangazia jua watu wenye haki na wasiokuwa na haki. Anakuletea, anakupa msaada pasipokuwa wewe unategemea, anakuletea msaada. Na Mungu aendelee kuinua na kuiamsha imani iliyoko ndani ya moyo wako, ili iwe thabiti, ili Mungu akupitishe akufikishe kule ambako Mungu anatakiwa akufikishe. Tunaona hata Bwana Yesu mwenyewe wakati anateswa, amebeba msalaba, Mungu akafanya kumfundisha kumtegemea yeye Mungu bila kutegemea wanadamu. Kwa nini? Kwenye kitabu cha Mathayo sura 27 mstari wa 32 maandiko yanatuambia, hata walipokuwa wakitoka wakamuona mtu Mkirene jina lake Simoni, huyu wakamshurutisha auchukue msalaba wake. Yani Yesu anahangaika. Yesu anahangaika na msalaba. Watu wanamwangalia, Wayahudi wanamwangalia kwa sababu tuone mpaka ufikishe Golgotha huu msalaba. Lakini Mungu kutokea mahali watu wakamshurutisha mtu mmoja anaitwa Simoni Mkirene, akaenda akauchukua msalaba. Nami nataka nikuambie, katikati ya shida ulio nayo, Mungu kuna watu atawashurutisha, watakuja kuleta msaada kwako. Mungu atawashurutisha watu, wataleta msaada kwako. Ijalishi uko wapi, utatafutwa tu. Iwe jangwani, uwe kwenye nyika, uwe mahali popote, Mungu atamshurutisha huyo mtu kwa namna ambavyo haujategemea. Atamleta katika familia yako, atamleta katika kampuni yako, atamleta kwenye taasisi yako, atamleta kwenye kazi yako, atamleta popote pale ulipo, kwa sababu ameshurutishwa. Na akija mbele zako anaambia, Mungu ameniambia nikupe hiki, Mungu ameniambia nikulishe, Mungu ameniambia nikutunze, Mungu ameniambia nikulipie ada, Mungu ameniambia nikulipie scholarship uende Ulaya, Mungu ameniambia nifanye hivi. Wewe kubali, kwa sababu ameletwa na Mungu. Ili akiletwa na Mungu ukafika mahali pale, kwa akili zako usifikiri ukawaza, endelea kulitukuza jina la Bwana, ukamwambia Bwana, ndio wewe umenifikisha hapa. Bwana asiponisaidia, Israeli naye aseme sasa. Bwana asipokuinua, Israeli naye aseme sasa. Ufike tu mahali sema, Ebeneza, hata sasa Bwana umenisaidia. Nimeendelea kuona ukuu wako katikati ya ajali mbaya niliyoipata, nimeuona wema wako. Katikati ya ajali niliyopata, nimeona nguvu zako. Katikati ya ugonjwa mgumu huu, nimeuona msaada wako Bwana. Katikati ya kipindi kigumu ambacho nimekipitia, wewe utaendelea kuyasifu mapenzi ya Bwana na matendo makuu ya Bwana, kwa sababu Bwana ameendelea kukuhifadhi, Bwana ameendelea kukusaidia, Bwana ameendelea kukuinua, kwa sababu kuna watu wamewashurutisha katikati ya maisha yako, waje wakusaidie, waje wakutegemeze, waje wakuondoe katika hali mbaya, ili utakaposimama uendelee kumkumbuka Mungu, uendelee kumsifu Mungu, uendelee kumwabudu Mungu katika roho na kweli, kwa maana yeye ndio awezaye kufanya mambo makubwa ya ajabu kuliko hata hayo unayoyawaza kwa akili yako kwamba ningewezaje kutoka hapa. Lakini kwa msaada wa Mungu ndio maana uko hapo, haujafa, haujafanyika chochote. Unapita kwenye mateso lakini unashangaa, hivi hiki mbona nakipata wapi? Msaada huu unatoka wapi? Ni Mungu aliye hai.
hai ndio anayefanya mambo hayo. Hata huyo aliyeamrishwa kuja kwako, aliyeamrishwa kuja kwako juzi, ilikuwa ni Mungu. Endelea kumsifu Mungu na kumtukuza Mungu. Hata huyo aliyekusaidia juzi ni Mungu aliyemleta, na ataendelea kuwaleta watu ili kukuinua wewe ufike mahali uone kwamba Mungu ndiye anayestahili kuinuliwa, anayestahili kuabudiwa, anayestahili kusifiwa. Jina la Bwana litaendelea kutukuzwa katikati ya maisha yako. Jifunze kumtegemea Mungu anapokufundisha. Unapopita kwenye kipindi kigumu, mtegemee Mungu, ndiye anayeweza kusaidia, wala mwanadamu yote hawezi kukusaidia katikati ya maisha yako. Jina la Bwana litaendelea kubarikiwa sana katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Unapopita kwenye kipindi cha giza, tarajia Mungu kukuonyesha umuhimu wa kuwa na subira na kumngojea Bwana kwa imani. Unapokuwa unapita katika kipindi cha giza, tarajia Mungu kukuonyesha umuhimu wa kuwa na subira na kumngojea Bwana kwa imani. Ndugu zangu, tutarajie unapopita kwenye kipindi cha giza, tarajia Mungu kukuonyesha umuhimu wa kuwa na subira. Subira. Na kumngojea Bwana kwa imani. Kitabu kile cha Isaya sura 40 mstari wa 31. Biblia inasema, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Mara nyingi katika kipindi cha giza tunakijikuta tumejaa uchovu wa kiroho, tunataka majibu ya haraka, lakini Mungu anataka tufanye subira wapendwa. Anataka tufanye subira wapendwa. Bali wamngojea Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Bwana Yesu asifiwe. Subira mbele za Mungu ni sehemu ya imani yetu. Subira mbele za Mungu ni sehemu ya imani, na inatuwezesha kupata nguvu mpya kutoka kwa yeye. Hii ni muhimu sana hata tunapokuwa katika hali ngumu, kwani Mungu hutufundisha kuwa si kila jambo linahitaji majibu ya haraka, lakini subira mbele zake itatufanya tuwe na nguvu na amani. Ibrahimu mtumishi wa Mungu alipokosea akampata Ishmaeli, walijifunza kuwa na subira. Hatimaye Mungu kwa majira wasiokusudia, Mungu anamkuta Ibrahimu yuko kwenye miamoli ya Mamre akiutafuta uso wa Mungu. Yesu mwenyewe anakuja na malaika wawili, anamwambia, imenipasa kuingia na nyumba. Alivyoona akasema, niwatengenezee chakula kidogo kama nitapata kibali machoni penu, watumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu, Bwana wangu, kama nitapata kibali nikuandalie angalau hata mwana ndama. Yesu akakubali. Alivyokubali akasema, majira kama haya mwakani, kwa sababu ya subira yako, mwakani majira kama haya utapata mtoto. Sara akacheka kwenye alivyokuwa amekaa kule kwenye jiko, akacheka. Alivyocheka Mungu akamuuliza, kwa nini wewe unacheka? Kuna jambo gani ngumu asiloliweza Bwana? Kwa majira yale mwaka uliofuata tunaona neno la Mungu linatimia kwa Sara, kwa sababu ya subira yao katika ile familia wakapata mtoto. Nami nikutie moyo unayenifuatilia sasa, endelea kusubiri mbele za Bwana. Hata kama hujampata mtoto, majira kama haya mwakani tarajia utapata mtoto. Majira kama haya mwakani tarajia kampuni yako sasa ndio itasitawi. Tarajia majira kama haya mwakani ndio utapanda cheo. Endelea kumlingana Bwana na kumsubiri Bwana. Bwana anafanya njia pasipokuwa na njia. Anachotaka aone subira ndani yako, ili kile ambacho anakitengeneza katika nafsi yako kiwe imara, na litakapokuwa imara, jina la Bwana litatukuzwa. Kwa majira yake Mungu anakuinua. Anachotaka kuangalia kuona kwako ni subira iliyoko ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile Zaburi ya 34 mstari wa 18 anasema, Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Kwa hiyo endelea kusubiri, endelea kuwa na subira mbele za Bwana. Ile Zaburi ya 34 mstari wa 18 anasema, Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Kwa sababu gani? Wana subira, wana uvumilivu wa kumngojea Bwana. Kwa wakati wake atafanya. Mama unayehangaika kupata mtoto mpaka sasa, endelea kuwa na subira. Kwa majira yake Bwana utapata mtoto. Endelea kuwa na subira. Kwa majira yake Bwana utapata kile unachokitarajia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
Ndio maana Daudi alipokuwa anapita kwenye bonde la uvuli wa mauti akafika mahali akasema, sitaogopa mabaya, kwa maana gongo lako na fimbo yako ndivyo vinavyoendelea kunifariji. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine nataka kuliona hapa sasa. Unapopita kwenye kipindi cha giza, tarajia Mungu kuleta nuru katika giza lako, ingawa inaweza kuchukua muda. Sasa hapa unatakiwa unisikilize vizuri. Unapokuwa katika kipindi cha giza, tarajia Mungu kuleta nuru katika giza lako, ingawa inaweza kuchukua muda. Mwambie jirani yako kwamba kweli napokuwa kwenye hiki kipindi nitarajie Mungu ataleta nuru katikati ya giza. Ila inaweza kuchukua muda kidogo. Vumilia, inaweza kuchukua muda kidogo. Kwa nini? Kile kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 5. Yohana mtakatifu sura ya 1 mstari wa 5, Biblia inasema, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Hebu sema giza halikuiweza. Kwa hiyo giza litapambana na wewe, lakini Biblia inatuambia giza halitaiweza nuru. Lazima tu nuru itatokeza kwako. Endelea kusubiri, endelea kumtumaini Bwana, na amini katikati ya maisha yako giza litashindwa na nuru. Nuru itakuwa mshindi. Nuru itachomoza kwako katika jina la Yesu. Wewe katika majaribu wakati mwingine ni vigumu kuona mwanga. Unapopita kwenye majaribu wakati mwingine ni vigumu sana kuona mpenyo. Lakini Mungu daima ana njia zake, ana nuru yake ambayo itavunja giza la hali yoyote ile, itavunja upinzani wa hali yoyote ile, itavunja corrugation za aina yoyote ile, itavunja. Nuru ina nguvu kuliko giza wapendwa, ila huwa inachukua muda kidogo. Ukiendelea kuvumilia katikati hayo mapito ulionayo, haijalishi umekamata, haijalishi umekubana namna gani, lakini Mungu analo neno la kukuvusha asubuhi ya leo kwamba nuru itang'aa katikati ya mateso yako. Nuru itakwenda kung'aa katikati ya msiba ulio nao. Nuru itang'aa katikati ya umasikini ulio nao. Nuru itang'aa katikati ya utasa ulio nao. Nuru itang'aa katika ofisi yako hiyo unaopitia changamoto, na nuru itang'aa katikati ya ugonjwa ulio nao. Utapona huo ugonjwa huo. Kwa Mungu ni kitu kidogo sana. Endelea kumlingana Bwana katikati ya ugonjwa wako, ataonyesha uponyaji. Katikati ya afya yako atakuimarisha nguvu katika jina la Mungu aliye hai. Praise him. Naomba tumwimbie Bwana. Naomba tumwimbie Bwana ili Mungu atusaidie kama alivyofanya kwa Lazaro. Giza la mauti lilikuwa limeendelea kwa Lazaro kwa muda wa siku 4. Lakini mwamba aliposikia habari ya kwamba Lazaro amelala mauti, akafika mahali akasema, Lazaro, Lazaro, njoo huku. Yule aliyekuwa amenuka kwa siku 4, alikuwa hafai kwa siku 4, akafufuliwa, kwa sababu Yesu mwamba ndiye ufufuo na uzima. Ndiye ufufuo na uzima. Nami nataka nikwambie, katikati ya vile vilivyokufa, Mungu anakwenda kuvifufua.
na Baba yetu mtakatifu, wewe ndiye Alfa na Omega, wewe mwenye upako wa kuanzisha, wewe mwenye upako wa kuendelea kufanya kazi, na wewe mwenye upako wa kuendelea kukamilisha jambo. Baba, kwa neema yako ninakuja mbele zako. Mungu, kwa neema yako ninakuomba. Kuna watu wako waliolisikia neno hili, wengine wanatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Kwa neema yako Mungu, uendelee kuwaficha katikati ya nyakati walizo nazo ngumu za mateso, kama ambavyo Bwana Yesu uliweza kumsaidia, ukamtia nguvu kupitia malaika wako aliyeweza kumwezesha kupita kwenye kipindi kigumu, alipokubali kutulia, kukulingana wewe, kutafuta uso wako, kutafuta mapenzi yako. Bwana, hakika niliona kuna nguvu ambayo ilikuwa inapingana na Yesu kukamilisha kusudi ambalo Bwana Yesu Mungu uliliweka ndani ya Yesu Kristo. Kwa neema yako Mungu ulimsaidia, alipoendelea kuomba Mungu ulimtia nguvu. Nami naomba watumishi wako hawa, haijalishi wanapita kwenye vipindi vigumu, wengine wamekataliwa, wengine wanasema vibaya, wengine wana uhitaji wa muda mrefu, wengine hawana watoto lakini wanaendelea kusema na kudharauliwa katika jamii ambayo Bwana imewazunguka. Kwa neema yako Mungu, weka mzigo, waendelee kulingana uso wako, waendelee kukutafuta wewe, waendelee kuyatafuta mapenzi yako. Hakika Bwana, wewe ni Mungu unayetujibu katikati ya njia ambazo Bwana tunaona kwamba hatuwezi. Wewe Mungu unafanya njia katikati ya jangwa, unaleta maji katikati ya nyika. Bwana, kwa neema yako Mungu ninaomba, endelea kuatia nguvu wanaokongojea wewe, wanaosubiri tumaini lako, wanaosubiri imani kutoka kwako, wanaosubiri upendo kutoka kwako. Bwana, kama ambavyo Bwana unatuambia, basi kinachodumu ni tumaini, imani na upendo nililo
Baba, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya matoleo haya ambao watumishi wako, watoto wako tumekutolea. Naomba ikubali sadaka hii kapate kibali machoni pako. Pitia sadaka hii endelea kuimarisha. Pitia sadaka hii endelea kubariki kazi za mikono yao. Pitia sadaka hii endelea kuwainua kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine kwa ajili ya utukufu wako. Na sasa na wakabidhi mikononi mwako sasa. Wengine watakwenda kufanya kazi kwa mikono yao. Kwa neema yako endelea kuwabariki Bwana. Kwa neema yako watakachokigusa chochote kile kikawe heri katika utukufu wako. Katika jina la Yesu Kristo. Na itamkia baraka siku hii ya Jumatano. Ikawe ni siku ya mafanikio kwa kila anayesikia neno hili sasa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Na sasa kanisa, pokeeni baraka za Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda. Akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuenende na amani ya Bwana. I know.